ya 17 ya sasa, mambo muhimu ya kuzingatia ili mtu ishi baraka. Ukizingatia mambo haya ndio kufuata. Haleluya. Kitu namba 1 na mambo kama 9 au 10 nataka niongee na wewe leo. Ukizingatia mambo haya, baraka za Mungu azidi tu, kwa sababu umeomba. Mungu anaweza kuzileta kwako, lakini kama kuna mambo haya ninayotaka kufundisha, unaweza kusema mbona Mungu hajanibariki? Kama nilisema jana katika ibada ya kuombea pesa. Haleluya. Kitu namba 1 ni maono. Mungu abariki mtu ambaye ana maono. Kuna mtu anaelewa vizuri? Kuna mtu anaelewa vizuri? Mungu abariki mtu ambaye ana maono. Mungu anabariki mtu ambaye anao maono. Haleluya. Leo nataka Mungu akubariki. Una maono gani? Unajua hata kwa nini familia inabarikiwa? Njoo ndugu yangu. So yeah, Felix. Huyu anaweza kuwa kabla owe ana uwezo kupata 2,000 3,000 kwa siku. Tuko pamoja? Lakini baada ya kuoa anashangaa anaanza kupata 10,000. Anajiuliza, mbona nilikuwa natafuta 10,000 nilikuwa sipati? Mungu anampa 10,000 kwa sababu anajua ana maono ya mtu mwingine nyuma yake. Kuna mtu anaelewa vizuri? Siku anashangaa amepata mtoto, anashangaa imetoka 10,000 imeanza kuwa 12 13. Anauliza, mbona mwanzo nilikuwa nashindwa kupata hiyo 10,000, imekuwaje? Mungu anajua huyo mtu ana maono. Kuna mtu anaelewa vizuri? Naweza Mungu abariki mtu ambaye ana maono. Unataka kubarikiwa lakini hauna maono, utabarikiwaje? Ndio unanielewa vizuri? Haleluya. Nataka mahali hapa watu wenye maono, kwa sababu leo nilisema waliokuwepo jana tunaendelea na maombi ya kifedha mpaka Jumapili jana. Lakini Mungu akikupa pesa leo utaifanyia nini? Haleluya. Utakula chips, utanua wiki ya 300,000 na kiatu 200,000. Hapo nasema mbona mimi nisifanikiwi? Usifanikiwi. Juzi hapa nilipata 7,000 imeisha tu. Ulifanyia nini? Nilinunua wiki ya 300,000. Nilinunua kiatu 200,000. Haleluya. Kama hauna maono hauwezi kubarikiwa. Leo nafundisha watu wanaotaka kwenda mahali. Wala ambao hataki kwenda mahali watasubiri kuombewa tu, lakini hawana maono yote, hawafanikiwi chochote. Leo nafundisha watu wanaotaka kwenda mahali. Kama wapo watu wanaotaka kwenda mahali leo, hao ndio nawafundisha leo. Na hakika utaenda mahali. Mambo yafanyika, msomaji wangu leo. Mwanzo 13. Mwanzo 13. Mwanzo 13. Kwa mchungaji mtarajia anaingia ibadani. Umewahi sana leo, karibu. Mwanzo sura ya 13. Nisomee mstari wa 14 mpaka 18. Mpe mic, simama usome. Sikiliza kwa makini. Naomba kanisa tuende haraka. Mwanzo ni kitabu cha kwanza tu, hatuna haja kuchelewa kuisoma. Twende. Mwanzo mlango wa 13 mstari wa 14 hadi wa 18. Itasoma kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Bwana akamwambia Abrahamu alipokwisha kutengana na Lutu, inua sasa macho yako ukatazame kutoka hapo ulipo upande wa kaskazini na wa kusini na wa mashariki na wa magharibi. Mstari wa 15. Maana hii nchi yote uionayo nitakupa wewe na uzao wako hata milele. Unaweza utaendelea baadaye. Sikiliza. Namba 1, alipotengana na Lutu, nimeshawahi kufundisha kwamba
kuna mambo mengine Mungu hawezi kukutendea paka utengane na watu wengine. Kuna mtu anaelewa vizuri? Kuna sehemu nyingine haiwezi kufika paka utengane na watu wengine. Jina Bwana barikiwe. Jina Bwana barikiwe. Kuna mahali pengine una maono ya kwenda Dubai, ya kwenda nje. Mwenzako ana maono ya kurudi kijijini kwao kila Disemba. Una maono ya kwenda Dubai, ya kwenda Uingereza. Huyo mtu atakwambia tu twende nyumbani kwanza, twende kijijini. Wewe unataka uende nje. Bwana bosi. Sasa kuna watu wengine lazima utengane kwanza. Alipotengana na Lutu, Mungu akamtokea akamwambia namba moja, inua macho. Sikiliza. Anasema kutoka hapa ulipo inua macho. Leo nataka nifundishe watu ambao wanaweza kuinua macho yao waone mbali. Akaambia mbali utakavyoiona, nchi yote ulionayo nitakupa wewe na uzao wako. Kumbe maono yanasaidia baraka iwe yako na uzao wako. Mtu ambaye ana maono atakula yeye tu na anaisha. Lakini mtu mwenye maono atakula yeye na uzao wake wataendelea kula. Si kama naongea na watu mahali hapa. Si kama naongea na watu mahali hapa. Mtu yeyote mwenye maono atakula yeye. Ndio maana hata kanisa atupa HPC tu ili tuombe tuondoke. Tuombe tuondoke. Mimi na kuongoza lazima niwe na maono juu yako. Kama sina maono juu yako tutaomba miaka yote tutabaki hivi vitu. Nina maono nikutoe mahali kupeleke mahali pengine. Nikuone kwamba unasali unabaki hivi hivi tu, lazima nikuite nikwambie kwa nini unabaki hivi hivi tu ili nikusaidie. Ndio maana hata wiki hii nimesema ni wiki nzima ya kuombea uchumi tu, ya kuombea uchumi tu kwenye maombi yetu ya kufunga. Ili nione maono yako yanaelekea wapi. Anamwambia kutoka hapo ulipo inua macho ukatazame pande zote. Nchi yote utakachoiona wewe nitakupa. Bwana bosi, angalia jirani yako ambie unaona nini? Mwangalie tu ambie unaona nini? Mwingine anasema anaona maisha yamekuwa magumu. Naona mambo haifanikiwi. Bwana bosi, unaona nini? Unachoona wewe ndio utakachopata. Twende kwenye Mathayo 25. Utaelewa kwamba tatizo sio kupata pesa lakini kuwa na maono. Nasema kila wakati pesa ikitangulia maono huwezi kufanya chochote. Kuna mtu anaelewa vizuri? Ukipata pesa leo bila maono, siakuona siku nyingi. Bali za kwako. Ukipata pesa bila maono huwezi kufanya chochote. Haleluya. Ukipata pesa leo bila maono utaanza niowe, hapana. Nifanye hivi, hapana. Baadaye utafanya kitu ambacho haistahili hata kufanya na pesa imekwisha. Haleluya. Lakini ukipata pesa na maono, maono yako yatapenya. Jina Bwana barikiwe sana. Haleluya. Kuna ndugu mmoja alimtumishi wa Bwana amenibariki sana asubuhi ya leo. Nilipokuwa Namibia alifunga safari kutoka Botswana akanifuata Namibia. Akaja Namibia, alikuwa mmoja watumishi pale wa ubiri. Alipokuwa pale nilikuwa na ubiri. Bwana akanifungua macho nikaanza kumtabiria. Nikamtabiria. Unajua nchi za wenzetu unapotabiria mtu hawafanyi ibada tu hivi. Kuna kitu inaitwa to seal your prophecy. Haleluya. Lakini hapo tukimtabiria mtu anaangalia tu. Lakini hivyo kwa namtabiria alijua lazima aunganishe unabii wake na sadaka. Nikaona tu mtu akatoka nje, mimi kafikia ameenda wapi, akachukua gari akaenda nyumbani. Alipoenda nyumbani akachukua sijue dola na milioni sio ngapi, akaja pale akanipandia mbele. Nikamtabiria, nikamwambia Mungu mwaka jana tu. Hapana, mwaka huu nilipoenda kwa kusini nilipita na mimi mwaka huu mwezi wa 6. Nikamwambia Mungu ananiambia atakuinua. Mungu ananiambia utakuwa na kampuni, utafanikiwa. Leo asubuhi naamka amenitumia magari, akaambia nimeanzisha kampuni ya utalii. Akanitumia magari, akaniambia naomba ushauri wako nifanye kitu gani. Amen. Kuna mtu anaelewa vizuri? Haleluya. Akaambia Mungu wako amefanya, akaambia basi nitafute baada ya ibada nikuelekeze cha kufanya. Kama una maono huwezi kufanikiwa. Tuko pamoja?
una maono, Mungu anabariki watu wenye maono. Kuna watu leo wanaomba kanisa, nipe pesa Mungu, nipe pesa. Akupe pesa uifanyie kitu gani? Kuna mtu leo vizuri. Sawa sana watu wengi wanataka niende Marekani, niende Ulaya. Uende Ulaya kufanya niende tu. Uende Marekani kufanya niende tu. Ana maono yote. Sasa hata kama ungeenda Marekani, kama una maono hauwezi kufanikiwa. Lakini mtu aliye Tanzania au kijijini akiwa na maono atakuwa tajiri kuliko wewe uliye Marekani. Niko sahihi ninachokwambia? Amen. Twende kwenye Mathayo 25. Mathayo 25. Nisome kuanzia mstari subini kupe shakama yaka mosiki. Ukianza 14 itakuwa vizuri, uendelee paka 26. Endelea paka 30. Mathayo mlango wa 25 mstari wa 14 na kuendelea. Nitasoma kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Maana ni mfano wa mtu atakaye kusafiri. Aliwaita watumwa wake, akawaweka kwao mali zake. Mstari wa 15. Akampa mmoja talanta 5 na wa pili talanta 2. Nitarudia mstari wa 15. Akampa mmoja talanta 5 na mmoja talanta 2 na mmoja talanta 1. Kila mtu kwa kadri awezaye kwake. Na kila mtu kwa kadri awezaye kwa kadri ya uwezo wake. Kila mtu kwa kadri ya uwezo wake akasafiri. Mstari wa 16. Mara yule aliyepokea talanta 5 akaenda akafanya biashara nazo, akachuma faida talanta nyingi. Na talanta 5. Mstari wa 17. Vile vile na yule mwenye talanta 2 naye akachuma nyingine 2 faida. Mstari wa 18. Lakini yule aliyepokea talanta 1 alikwenda akaificha chini. Akaificha fedha ya bwana wake. Mstari wa 19. Baada ya siku nyingi akaja bwana wa watumwa wale akafanya hesabu nao. Kwa ajili ya muda nenda 24. Akaja na yule aliyepokea talanta 1 akasema, Bwana, nalitambua ya kuwa wewe mtu mgumu. Wavuna usipopanda, wakakusanya usipotawanya. Mstari wa 25. Basi nikaogopa, nikaenda nikaificha talanta yako katika ardhi. Tazama unayo talanta yako katika ardhi. Tazama unayo ile yako. Mstari wa 26. Bwana wake akajibu akamwambia, wewe mtumwa mbaya na mlegevu, ulijua ya kuwa navuna wewe mtumwa mbaya, akamwambia, wewe mtumwa mbaya na mlegevu, ulijua ya kuwa navuna nisipopanda, akakusanya nikakusanya nisipopanda, nisipotawanya. Mstari wa 27. Basi ilikupasa kuiweka fedha yangu kwa watu wao riba, nami nikija ningalipata hiyo yangu na faida yake. Mstari wa 28. Basi nanyang'anya talanta hiyo nimpe yule aliye nazo talanta 10. Kwa maana kila mwenye kitu atapewa na kuongezewa talanta, lakini asiye na kitu, hata kile alicho nacho atanyang'anywa. Mstari wa 30.
na mtumwa yule asiyefaa mtupeni mbali katika giza la nje, ndiko kutakuwako kilio na kusaga meno. Sikiliza 15, narudia tena. Akampa mmoja talanta 5 na mmoja talanta 2 na mmoja talanta 1, kila mtu. Kwa nini? Kila moja kwa nini? Alijua huyu akimpa 1,000 atashindwa. Akampa kadri ya uwezo wake. Kila mmoja wapo, Mungu anapokubariki anakubariki kadri ya uwezo wako. Tatizo sio ulicho nao mikononi. Tatizo ni maono ulionao juu ya kile ulicho nacho mikononi. Si kama mtu ananielewa? Biblia inasema aliyenacho watafanyaje? Atafanyaje? Asionacho watafanyaje? Watamnyanganyaje wakati hana? Kwa sababu ana maono juu ya kile alicho nacho. Yule akatoa talanta, wewe chukua 5, wewe chukua 2, wewe chukua 1. Jina Bwana barikiwe sana. Lakini yule aliyepata 2, aliyepata 5, akaenda kaifanyia kazi. Hata kanisani unaweza uchukua watu 2. Jacob simamia watu 2, Mama Vai simamia watu 2, fulani simamia watu 2. Mwingine ukija baada ya siku 2 au watu 2 watakuwa wamebaki, hata mmoja hayupo. Mwingine ukija watakuwa wamebaki wale 2. Lakini mwingine atakwambia 2 ulionipa zaidi na watu 10, kwa sababu alikuwa na maono juu ya wale watu. Kuna mtu anaelewa vizuri? Biblia inasema akagawa talanta kwa watu, kila moja jinsi alivyopewa. Huyo 5, huyo 2 na huyo 1. Yule wa 5 akaenda kaifanyia kazi, akaongeza. Bosi aliporudi safari akamwambia ulinipa 5, sasa hivi imekuwa hivi, chukua. Mtumishi mzuri. Yule wa 2 na akaja akamwambia ulinipa hivi, nimezalisha, angalia kilichotokea. Yule wa 1 akaja akaenda kuifukia, akaitoa, akamwambia bosi, niliogopa ya kwamba ningeitumia ningeipoteza, nikaona bora niifiche, ukija nikurudishie vile vile jinsi ulivyonipa. Akaambia mtumishi mbaya, kama ulijua hivi ungenipa, ningekabidhi mtu aliyekuwa na uwezo ya kuizalisha. Kuna watu hapa tajosho abarikiwe, Wakristo wangapi? Mungu nataka nipe milioni 10, Mungu nipe milioni 10. Mungu anakupa 100,000, unashindwa kuwa na maono nao. Ujui kwamba 100,000 uliopewa ndio uwezo kufika milioni 10. Sasa wewe Mungu amekupa 100,000, uifanyie kazi. Unasubiri tu milioni 10, milioni 10. Kumbe Mungu umeomba milioni 10, amekupa 100,000 ili kwa ile 100,000 uifanyie kazi ifike milioni 10. Mungu anachohitaji ni maono katika kile ulicho nacho. Yeyote mwenye maono mahali hapa, Mungu ambariki mwaka huu, usiishe maono yake yatimie kwa jina la Yesu. Kila mwenye maono mahali hapa, Bwana afanikishe maono yake kwa jina la Yesu. Ni furaha yangu kama kiongozi wa kanisa nione baba, mimi nina maono, nimefungua kampuni hii, mimi nimefanya hivi. Haleluya. Moyo wangu nabarikiwa, naona kweli nina watoto hata nikikaa kwenye maombi na waombea kwa sababu wana maono. Kanisa Bwana, tuko pamoja? Hatuko kanisani tu kuomba, tuko kanisani tuombe Mungu atupe, tuitendee kazi kwa maono tulionao. Kama una maono, you cannot be blessed. Hauwezi kubarikiwa. Baraka inategemea kwa maono ulionao. Chimoja kuja juzi nikamwombea binti yangu moja hapa kanisani, lakini nilichopenda ni maono yake. Akaambia nimechoka kufanya kazi kwa watu, lakini nataka nifungue stationery, lakini kwa sababu sina pesa, naomba niende mahali nifanye kazi kwa mtu, nifanye kazi nchi fulani, nataka kwenda hata miezi 6 au mwaka, kila mwezi wananipa kiasi fulani ili pesa ile niifiche mahali, nikirudi nifungue stationery, niwe na stationery yangu mwenyewe. Maana anatumika kwa mtu kwa mwaka mmoja, lakini kwa lengo ya kuwa na stationery wake. Sio anaenda kutumika tu. Kwa nini nafanya kazi? Nafanya tu. Haleluya. Maisha magumu nafanya tu.
lakini anafanya kwa maono ya kwamba nifanye kwa mtu mwaka mmoja, ili baada ya kufanya kwake mwaka mmoja na mimi niwe stationary wao. Haleluya. Sio wewe toko unafanya kazi ya ndani miaka, hata Yusufu akukaa miaka yote ya maisha yake kwenye kazi ya ndani. Toko umeanza kufanya kazi ya ndani pako utakufa kwenye kazi ya ndani hapa. Lakini kazi unapofanya unaweza kuwa na maono nao. Ya kwa mimi nafanya miaka miwili. Katika miaka miwili mshahara wangu hata nilipa 100,000, nikilipo 50,000, lakini nakula 20 tu, lakini 30 na maono nao, ili baada ya miaka miwili, ili baada ya mwaka mmoja maono yangu ilikuwa na kitu fulani. Watu wanashangaa ulikuwa kwenye kazi ya ndani, wanashangaa baada ya miaka miwili umekuwa na kampuni yako. Imekuwaje? Kwa sababu ulikuwa na maono. Kuna mtu anaelewa vizuri? Kama una maono huwezi kufanya chochote. Haleluya. Hata kanisa kama tuna maono tutaweka tu sijue makuti hapa, tunaweka sweni, tunaendelea hivi tu miaka yote hivyo kwa sababu tuna maono. Lakini kama tuna maono, ndio maono yetu yanatufikisha mahali. Bwana azalishe maono ndani yako. 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 Sema amen. Bado sema amen. Sema mnaeleweka na mtu mmoja mahali hapa. Nitakaye mjenga leo akitoka hapa historia yake itabadilika. Hatua ya pili, ili ufikie mafanikio baraka zako, mambo kuzingatia kuishi baraka zako, hatua ya pili ni utii ya neno la kinabii juu ya maisha yako. Utii wa neno la kinabii juu ya maisha yako. Sema amen. Ibrahim amelala usingizi, neno la kinabii namtokea, acha baba yako, acha wazazi wako, nenda. Unapoenda naenda kukubariki. Ili afanikiwe ilibidi atii neno la kinabii. Tusome Wafalme wa pili sura 7. Wafalme wa pili sura 7. Leo nataka kila mtu ashiriki ibada. Twende Joseph Wilson some. Toka hapa tenda kwa restituta. Wafalme wa pili sura 7. Nisome mstari wa kwanza na wa pili. Soma. Wafalme wa 7 sura ya kwanza mpaka ya pili. Wafalme wa pili sura 7 mstari wa kwanza hadi wa pili. Nasoma kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Amen. Elisha akasema, lisikieni neno la Bwana. Bwana asema hivi, kesho panapo saa hii kipimo cha unga mzuri kitauzwa kwa shekeli, na vipimo viwili vya shairi kwa shekeli langoni pa Samaria. Samaria. Basi yule akida ambaye mfalme alikuwa akitegemea mkono wake akamjibu yule mtu wa Mungu akasema, tazama, kama Bwana angefanya madirisha mbinguni, je, jambo hili lingewezekana? Akamwambia, angalia, wewe utaliona kwa macho yako, lakini hutakula walamu wakiimba. Lakini narudia. Basi yule akida ambaye mfalme alikuwa akitegemea mkono wake akamjibu yule mtu wa Mungu akasema, tazama, kama Bwana angefanya madirisha mbinguni, je, jambo hili lingewezekana? Akamwambia, angalia, wewe utaliona kwa macho yako, lakini hautakula walamu wakimbia. Tumalizie hapa. Twende pia kwenye Samueli wa pili. Aminana nisaidie walimu wa watoto na watoto wao waje ibadani. Wanachokuja kufanya ibadani kusikiliza neno. Sasa kama wakati wa neno wapo, nishawaambia kifika saa 5 wakatisha ibada yao. Samueli wa
Samueli wa kwanza sura 15 mstari 22 mpaka 23. Sisi tutasoma Samueli wa kwanza sura 15 22 mpaka 23. Tasoma kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Amen. Samueli wa pili 15. Samueli wa kwanza 15 mstari wa 22 kuendelea mpaka 23. Naye Samueli akasema, Je, Bwana hukuzipenda sadaka za kuteketezwa na dhabihu sawasawa na kutii sauti ya Bwana? Angalia, kutii ni bora kuliko dhabihu. Kutii ni bora kuliko dhabihu. Kutii ni bora kuliko dhabihu. Maana yake hata ukileta dhabihu kama una utii haina maana. Haimaanishi kwamba usiende za kwa sababu kuleta dhabihu ni utii wa neno. Lakini kama ukileta ndani yako kuna utii haisaidii. Utii ni bora kuliko dhabihu. 23. Kwani kuasi ni kama dhambi ya uchawi. Unaweza ukatwa. Uasi ni kama nini? Dhambi ya uchawi. Sasa mtu anaye hasi hata kanisa tukiambia ni mchawi asishangae, ni Biblia. Kuna aina mbili ya waasi. Kuna mtu aliye ndani lakini ni muasi, lakini mnaishi naye, mnasali naye na mnaabudu naye, lakini muasi. Haleluya. Lakini kuna mwingine anaasi anaondoka. Haleluya. Lakini kuna mwingine yuko ndani lakini muasi. Yeye ukisema amen, lakini yeye huyo ndo anabomoa kazi. Huyo ndo anavunja mtu moyo, anakatisha tamaa. Huyo. Sasa uasi ni kama dhambi ya uchawi. Biblia inasema utii ni bora kuliko dhabihu. Kwa lugha nyingine, unaweza kufanya kila unachoweza kufanya, lakini kama kuna utii wa sauti wa Bwana ndani yako, huwezi kubarikiwa. Kumbukumbu ya Torati 28 inasema kwamba kwanza mstari wa kwanza inasema msipotii sauti ya Bwana, mkitii sauti ya Bwana baraka hizi zitawafuata. Mstari 15 inasema usipotii sauti ya Bwana laana hizi zitakufuata. Maana utii wa sauti wa Bwana ndio mlango wa baraka. Sasa katika sauti ya Bwana kuna neno la kinabii kwa ajili yako. Kama unanielewa sema amen. Kama unanielewa sema amen. Katika utii wa sauti ya Bwana kuna neno la kinabii. Mungu anasema nawe, fuata ile maelekezo ya Bwana. Usisubiri mambo yaharibike ndio anza kusema Mungu aliniambia. Haleluya. Elisha akasimama akatabiria watu, akawaambia kwamba kesho panapo muda kama huu bei fulani, akatabiria watu. Lakini yule aliyekuwa karibu na mfalme hakuweza kutii. Akaambia hapana, hata kama Mungu angefanya madirisha mbinguni jambo kama hili ingewezekana. Je, hata kama Mungu angefungua madirisha mbinguni tunaweza kubarikiwa tena kabla mwaka kuisha? Je, tunaweza tena kuishi viwango vya juu tena? Je, utii ni bora. Watu wengi leo wanashindwa kuishi baraka zao kwa sababu hawana utii. Mr. James, nanipata vizuri? Bwana alisema wiki yote hii ulikuomba, kuna roho inafuatilia maisha yako, si ya kuona hata siku moja. Utii ni bora. Watu wengi hawatii sauti ya Bwana, hawatii neno la kinabii, lakini wanataka waingie kwenye baraka. Utaishije baraka kama hauna utii ndani yako? Utaishije mafanikio kama una utii ndani yako? Ache leo Bwana azalishe utii ndani yako. Bwana azalishe utii ndani yako. Sema tena amen. Sema tena amen. Sema tena amen. Sema tena amen. Muujiza wako ni utii wa sauti. Unanipata vizuri?
Unanipata vizuri? Unanielewa vizuri? Sema Bwana Yesu, weka utii ndani yao. Tumesema tuna maombi ya siku ya 40. Leo ni siku ya 17. Wangapi wamefunga siku zote 17? Siku zote 17. Bariki. Na kutakuta watu ati bali tunataka kubarikiwa. Tunataka baba yenu Mungu amesema naye tuna maombi ya siku 40. Tuwepo nyumbani mwa Bwana. Hauna utii. Utaishije baraka pasipo utii? Bwana pasipo. Utaishije mafanikio pasipo utii? Mlango wa kufanikiwa kwao ni utii. Sema imani. Haleluya. 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 Kama unanielewa pigia Yesu makofi. Sema tena Bwana Yesu, weka utii ndani yangu. Weka utii ndani yangu. Leo Wakristo wengi kwa nini hawafanikiwi? Wanataka kuombewa. Unawekewa mikono, unawekewa na miguu, unawekewa na madhabahu. Lakini hauna utii ndani yako ya neno la Mungu, una utii ndani yako ya neno la kinabii, utafanikiwaje? Bwana asifiwe. Ndio wengine hajatosha sasa tunalishwa paka mende. Tunalishwa nyoka ili tuishi budi haifanikiwi ba. Kwani una neno la kinabii ndani yako, utafanikiwaje? Utii ni bora kuliko vyote. Imagine mnaelewa vizuri. Mmekubali kumtumikia Mungu hapa, hamjahitwa na mtu. Wewe ni mlikuja kila mmoja, mimi nataka niwe mwimbaji, mimi nataka niwe mwimbaji. Unapotii Mungu anakuinua. Katika kila jambo utii. Tuna siku 40 ya maombi. Lazima mtu aache taratibu zake. Unatoka kazini unakimbia hapa. Unatoka kwenye biashara unakimbia hapa. Unatoka popote unakimbia hapo. Unajua Mungu amesema tukae usoni pake siku 40. Sasa wewe utakuta siku 40 haupo. Maombi sio ombe kisha. Baba naomba niombe. Baba. Wakati Mungu amesema tukae usoni pake siku 40 tumtafute. Utii ni bora kuliko zabibu. Namba 3 ya kuishi baraka kwenye maisha yako. Kitu cha 3 kuzingatia ni kutokata tamaa. Watu wengi kitu ambacho hawajui, wanafikiri kwamba kinachotoka kwa Mungu haina upinzani. Kama ndoa hii inatoka kwa Mungu, mbona mume mwenyewe ni mlevi? Kama ndoa inatoka kwa Mungu, mbona hivi? Sikwambia ndio kuolewa na mlevi, lakini kama ndoa inatoka kwa Mungu, mbona hivi? Watu wengi wanafikiri kwamba kinachotoka kwa Mungu haiwezi kuwa na upinzani. Lakini wewe kusimama ndio inaweza kukuingiza kwenye baraka zako. Kutokata tamaa. Haleluya. Kutokata tamaa. Mwanzo 25 mstari wa 17 hadi 22. Sisi tutasoma tena. Mwanzo 25 17 mpaka 22. Okay, sauti. Na hii ndio miaka ya maisha ya Ishmaeli. Mwanzo 25 mstari 17. Mwanzo 26 kuanzia 17. 26. Basi Isaka akatoka huko akapiga kambi katika bonde la Gerari. Akakaa huko. Isaka akarudi akavichimbua vile visima vya maji walivyo vichimbua siku ya Ibrahimu babaye. Maana wale Wafilisti walikuwa wamevifunika
baada ya kufa kwa Ibrahimu. Naye akaviita majina kufuatia na majina walivyoviita babaye. Watumwa wa Isaka wakachimba katika lile bonde, wakapata kisima cha maji yanayobubujika. Wachungaji wa Gerari wakagombana na wachungaji wa Isaka, wakisema, maji haya ni yetu. Ndipo akakiita jina la kile kisima Ezeki, kwa sababu waligombana naye. Wakachimba kisima kingine, wakagombania na hicho kisima tena, akakiita jina lake Sitna. Akaondoka huko akachimba kisima kingine, wala hicho hawakukigombania, akakiita jina lake Rehobothi. Akasema, kwa kuwa sasa Bwana ametufanyia nafasi, nasi tutazidi katika nchi. Sema amen. Kuna mtu nampenda ni Isaka. Katika historia hiyo Isaka nimempenda. Isaka akahamia nchi za ugeni. Unajua unapokuwa kwenye nchi za ugeni kuna vitu vingi. Tena unapoanza kazi ya namna yeyote, alafu unapoonyesha dalili ya kufanikiwa, wenyeji wanaweza kuinuka na kubomoa ile kazi unayofanya. Isaka ni mtu ambaye hakuwa mwepesi kukata tamaa. Akaanza kisima cha maji. Alipoanza kufanya kile kisima kilichofika hatua nzuri, wenyeji wakajitokeza. Kumbuka ametumia nguvu zake kutengeneza kisima. Wenyeji wakaja wakaigombania, wakasema wewe ni mgeni, hiyo ni kisima chetu, hapa ni kwetu, hapa nini. Wakaigombania, wakaiteka. Akasema mahali pale Eseki kwa sababu iligombania. Lakini hakukata tamaa, akasogea mahali pengine, akaanza kufanya kisima kingine, akaitengeneza tena, akaifanya tena. Wenyeji wakaja wakagombana naye tena. Ile kisima kaita jina lake Sitna. Wakaja mara ya tatu, akatengeneza kisima kingine. Lakini kisima cha tatu wakaja tena kuigombania. Wakasema mtu anabidii, hata tukigombania atatengeneza nyingine, basi tumwache tu afanye kisima chake. Akasema sasa itaitwa Rehobothi kwa sababu Bwana amenipa nafasi. Kisima hiki haijagombaniwa. Nataka nikwambie, kutokata tamaa ndio itakuingiza kwenye muujiza wako. Haleluya. Kuna watu wengi wanaanza, lakini anapokutana na upinzani anaacha. Lakini hawajui kwamba upinzani ndio inakufanya kuwa imara. Upinzani ndio inakusaidia kuwa imara. Hauwezi kuwa imara kama una upinzani. Haiwezekani. Ukitaka kuwa imara lazima uwe na upinzani. Jina Bwana barikiwe sana. Jina Bwana barikiwe sana. Isaka angekuwa wewe, angeacha na Rehobothi asingeiona. Kuna Rehobothi yako mahali. Lakini usikate tamaa kwenye kisima cha Eseki. Usikate tamaa kwenye kisima cha Sitna. Rehobothi yako iko mahali. Hata mimi naweza kuanza kazi, naweza kuanza huduma, naweza kuvunjwa moyo mara ya kwanza, naweza kuanza ya pili navunjwa moyo, naweza kuanza eneo la kwanza tunafukuzwa, tunaanza eneo la pili tunahama, tunaenda mahali ya tatu nahama, lakini bado sikati tamaa kwa sababu najua Rehobothi wangu yupo. Na wewe kutane na Rehobothi wako. Kama unanielewa sema amen. Kama unanielewa sema amen. Sasa kuna hatua hizi ninavyoingia nao. Nisikilize kwa makini. Namba 4. Mahali pa kuishi baraka. Namba 4, ili uishi baraka kuna sehemu inaitwa mahali pa Mungu. Mahali pa Mungu. Kwa lugha nyingine, mahali ambapo Mungu anakuona. Sio kila mahali nafaa kwa ajili yako kubarikiwa.
Bwana bosi. Kuna wengine tumeacha vijijini ni matajiri kuliko sisi tulio mjini. Kweli au sio kweli? Kwa sababu ni mahali pa ya kubarikiwa. Ukimleta mjini ajua ataanzia wapi ataishiwa. Lakini kijijini pale ni matajiri, hata wewe anaweza kukukopesha mamilioni ya pesa. Lakini yuko kijijini. Kuna mahali pako pa kubarikiwa. Hapa nataka tuelewe vizuri. Mungu akinisaidia nitaimaliza leo, nikishinda nitaimaliza wiki ijayo. Tusome kwanza Mwanzo 12. Wewe sio tunaona uendelee na neema hii kwanza. Mwanzo 12 mstari wa kwanza hadi wa 3, alafu sasa tuende kwenye Yeremia. Soma kwanza mwanzo. Mwanzo 12 mstari wa kwanza hadi wa 3. Bwana akamwambia Ibrahimu, toka wewe katika nchi yako na jamaa zako na nyumbani na nyumba ya baba yako, uende mpaka nchi nitakayo kuonyesha, nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa na kukubariki. Sikiliza. Dunia hii zote ni ya nani? Ya nani? Mungu angeshinda kumbariki Ibrahim pale alipokuwa. Kwa nini anamwambia uhame kwanza afu ndio nitakubariki? Je, Mungu hakuwa na uwezo kumbariki? Kwa nini asingebariki pale pale tu? Bwana bosi, alijua ngembariki pale pale. Baraka Ibrahim ingekuwa baraka na umba. Kwa sababu baba yake alikuwa mganga mkubwa wa kienyeji. Sasa kila kazi Ibrahim angeinuliwa matatizo tu. Bora amuhamishe ampeleke mahali pa kutulia. Mungu ana mahali penye baraka zao. Twende kwenye Yeremia 42. Juzi saa 8 ya usiku mpaka saa 9 saa 10 hivi nimeisoma Yeremia 42, nikaelewa vitu vingi katika ulimwengu wa kiroho. Yeremia 42. Yeremia 42. Wanaoandika 7 hadi 22. Msomaji utaanza kusoma nitakachokuambia hapo soma. Alafu andika pia Yeremia 43 mstari wa kwanza na ya pili. Hiyo kuna jambo nitaiongelea. Lakini msomaji nisomee mstari wa 9, alafu nisomee mstari 9 mpaka 10, alafu nisomee na 19. Yeremia 42 mstari wa 9 hadi 10. Akamwambia Bwana Mungu wa Israeli, ambaye mlinituma kwake, ili niyaweke maombi yenu mbele yake, asema hivi: ikiwa nitawajenga wala sitawabomoa, nami nitawapanda wala sitawang'oa, kwa maana na yajutia mabaya niliyowatenda. Msiogope. Mstari wa 11. Kudia kwanza 10. Ikiwa mtakaa bado katika nchi hii. Hiyo ndio wakuisoma. Ikiwa mtakaa, Biblia yangu inasema hivi, ikiwa mtabaki kwenye nchi hii, ikiwa mtabaki kwenye nchi hii, nitawainua, nitawarejesha, nitafanya kwa imara, nitawabariki. Ikiwa mtabaki kwenye nchi hii. 19 soma. Bwana asema katika habari zenu, enyi mabaki ya Yuda, msiingie Misri. Jueni sana ya kuwa nimewashuhudia hivi leo. Msiende Misri, mbaki hapa. Tuko pamoja? Nimeisoma sana. Mungu anawakataza kwenda Misri. Mungu anawakataza kwenda Misri. Nikasema kwamba ni kweli watu wengi leo tunahubiri na tunafunulia watu
Misri ni dhambi, sijajua, lakini ufunuo sio mbaya, ni ufunuo wa watu. Lakini Biblia inapokuwa nasema pale Misri, haikuwa Misri kama dhambi, ilikuwa Misri kama nchi. Kuna mtu anaelewa vizuri? Haikuwa Misri kama dhambi, ilikuwa Misri kama nchi. Kama Tanzania, kama Zanzibar, kama sijui Rwanda, kama sijui Kenya, ilikuwa Misri kama nchi. Mungu akaambia wasiende Misri. Wakibaki pale atawabariki. Haleluya. Lakini walisemaje? Sura ya 43 mstari wa kwanza na ya pili. Walisemaje? Utaona mambo ya kuinuka juu ya manabii haijaanza leo. Soma. Ikawa Yeremia alipokwisha, mweke sauti vizuri watu wasikie vizuri. Soma. Ikawa Yeremia alipokwisha kuambia watu wote maneno yote ya Bwana Mungu wao, ombayo Bwana Mungu wao amemtuma kwao, yani maneno hayo yote, ndipo Azaria mwana wa Hoshaya na Yohana mwana wa Karea na watu wote wenye kiburi wakanena. Watu wenye kiburi, hata kanisani leo wapo watu wenye kiburi, hawakosaki makanisani. Wakanena wakasema, wakimwambia